Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. China imeitaka Marekani kuacha kuiandama Cuba, wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio aliposema kwamba sasa wanaiona Cuba kama nchi ambayo ni tishio kwa Marekani, lakini inavyoonekana ni kwamba Wamarekani wana mpango wa kufanya mashambulizi na kuiondoa serikali ya Cuba, hasa uongozi uliopo. China imeikosoa vikali Marekani baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kumshtaki kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Akizungumza mnamo Alhamisi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa China Guo Jiakun amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa sheria kama nyenzo ya kuishinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu. Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Jumatano alitangaza shutuma hizo dhidi ya Castro kwamba alihusika na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba lenye makao yake nchini Miami zilidunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu 4. Hatua hiyo imezidisha mzozo kati ya Washington na Havana, wakati utawala wa Trump ukiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisiasa dhidi ya serikali ya kikomunisti ya Cuba. Hata hivyo, ni wazi kwamba wakati huu Marekani inaongeza shinikizo dhidi ya Cuba, ambapo sasa baada ya kile wanachoona kwamba wanaenda kumaliza vita dhidi ya Iran, sasa kauli ya rais wa Marekani Donald Trump inapaswa kufanya kazi, kwa maana wanaenda kuivamia Cuba. Utawala wa Trump umeirudisha Cuba katika orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi na kuiwekea vikwazo vipya vinavyoweza kukwamisha ahadi za Biden kufufua uhusiano wa serikali ya kikomunisti katika nchi hiyo ya kisiwani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati huo Mike Pompeo alitangaza akitaja ushirikiano kati ya Cuba na waasi wa Colombia kwamba walikuwa na ushirikiano na Cuba na serikali ya siasa mrengo wa kati ya Venezuela, pamoja na hatua za Cuba kukaribisha wakimbizi wa Marekani kuwa miongoni mwa sababu zilizofanya rais wa Marekani sasa kutaka kuchukua hatua hiyo. Suala la kuitangaza Cuba kuwa taifa linalofadhili ugaidi, lakini pia kutangazwa kwa Cuba kama taifa ambalo kwa sasa linaonekana kama ni tishio kwa Marekani limejadiliwa kwa miaka mingi, na miongoni mwa hatua kadhaa za mwisho za sera za nchi za nje ambazo utawala wa Trump unafanya kabla ya utawala wa Biden. Kuiondoa Cuba kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi ilikuwa mojawapo ya mafanikio makubwa ya sera ya kigeni ya rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alipoimarisha uhusiano na kisiwa hicho, hatua ambayo pia iliungwa mkono na aliyekuwa makamu wake wa rais ambaye baadaye akawa rais wa Marekani Bwana Joe Biden. Uhusiano kati ya nchi hizo ulivunjika wakati wa Fidel Castro alipochukua mamlaka mwaka 1959. Mipango ya Trump hata hivyo ni kutaka kuivamia Cuba, lakini Uchina pamoja na Urusi wamesema kwamba mpango huo si mpango sahihi na kwamba hawapo tayari kuona Marekani ikivamia Cuba. Marekani ilivamia Venezuela ambapo nchi mbili kwa maana ya Urusi na China hazikuchukua maamuzi, lakini wakati huu inaonekana kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa nchi hizo mbili kuchukua maamuzi mazito, hasa kuilinda Cuba. Wakati huu ambapo Marekani imezuia upelekaji wa mafuta nchini Cuba, ni Urusi ambayo imepeleka shehena ya mafuta, na wakati huu pia inapanga kupeleka shehena nyingine ya mafuta kwa ajili ya kutoa msaada kwa ajili ya wa Cuba, ambapo nchi imeingia katika mdororo mkubwa wa kiuchumi. Mipango mingine ambayo Marekani inaipanga ni kwamba inataka kutengeneza mazingira ya kufanyika kwa maandamano nchi nzima kutokana na hali ya ugumu wa maisha, na wa Cuba wanaonekana kwamba wapo tayari kwa mapambano wakati wote dhidi ya Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.